Taarifa zinazoendelea huko kwa wananchi ni kuhusiana na kocha wao mkuu wa Young African, na hii yote inatokana na uhaba duni wa matokeo kwenye baadhi ya mechi, na hii yote ni inatokana na mechi ya watani wa jadi ambayo ilimalizika kwa sare ya bila kwa bila. Sasa kutokana na hilo swala, Young African wamekaa chini na kumpatia onyo kali kocha huyo. Je, ni onyo gani? Na wamempatia mechi kadhaa. Je, ni mechi gani? Yote haya na mengine utayapata hapa tu Bone Media. Kanasi mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mara yako ya kwanza unatuangalia na ni mgeni, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hapa ndipo tunaleta habari zote za burudani zinazo trending kwenye upande wa soka. So kama we mwana michezo, we mpenda burudani, hakikisha umesubscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga moja kwa moja na familia hii ya michezo na burudani, na autopitwa na taarifa nyingine kutoka kwetu. Sasa leo tunaenda moja kwa moja kule kwa wananchi, na hii imezuka baada ya kocha mkuu wa Young African kuwa na matokeo duni kwenye baadhi ya mechi, na hii yote inatokana na mechi ya watani wa jadi ya Kariakoo ambayo ilipigwa kule visiwani Zanzibar. Mechi hiyo kwenye dimba la New Amani Complex, mechi hiyo ilimalizika kwa sare ya bila kufungana, yani sare ya 0-0. Lakini ukianza kuangalia aina ya uchezeshaji wa timu wa mwalimu huyo wa Young African, kocha Pedro, hujawaridhisha wananchi, na watu wengi sana wamechukia kutokana na mbinu zake, kwamba kocha hana mbinu. Kwani ukianza kuangalia kocha Pedro ambaye ni kocha mkuu wa Young African anapenda sana kutumia mfumo wa kujilinda, hususan hata akiwa nyumbani au akiwa hata ugenini. Na ukianza kuangalia kwenye mechi ya watani wa jadi Simba na Young African ambayo imepigwa kule visiwani Zanzibar, Young African ndio walikuwa wenyeji wa mchezo huo. Basi kama wenyeji wanahitaji kufunguka zaidi ili kupata matokeo, lakini aina ya mifumo ambayo anatumia kocha Pedro ambaye kocha mkuu wa Young African ni mifumo ambayo ijawaridhisha wananchi, kwamba ni mfumo ambao hauhitaji matokeo, lakini ni mfumo ambao unahitaji kujilinda zaidi, kwa maana anatumia viungo wengi sana katikati na viungo wote wakabaji wenye tabia moja. Ukianza kuangalia Mudathiri Yahya basi ni kiungo mkabaji. Kocha Pedro anapenda kumtumia Mudathiri Yahya basi kama kiungo, lakini Maxim pia Nzingeli pia naye anaanza, lakini Damaro pia naye anaanza, Abuya pia naye anaanza. Wote hawa ukianza kuangalia ni viungo wakabaji na viungo wa shoka. Hivyo basi mwalimu anaanzisha viungo hawa kwenye game moja, na ukianza kuangalia viungo wote ni wakabaji. Basi kama mwalimu amewaanzisha moja kwa moja, una tafsiri yake ni kwamba anahitaji kujilinda zaidi, kitu ambacho wananchi wajalizika nacho ni kwamba uhaba wa matokeo. Na hii yote inatokana na mechi mbili za kocha huyo. Ukianza kuangalia mechi ya Namungo ambayo Young African walipata ushindi wa kubanwa zaidi, ushindi wa goli 1-0, goli ambalo lilifungwa na mshambuliaji wao Depu, na baada ya hapo wakaenda kwenye mechi ya Simba Sport Club ambayo walilazimika sare ya bila kwa bila. Lakini ukianza kuangalia mchezo huo mwanzo mwisho, Simba Sport Club ndio ambao walitawala dimba hilo na walipiga mpira mwingi sana, kitu ambacho wananchi hawakuridhika nacho kutokana na aina ya timu inavyocheza kwa saizi hapa. Je, wewe mwananchi unasemaje? Kocha Pedro, je, anazingua au yupo sawa kwa mifumo anayoiweka? Kwa maana wananchi kwao ni kama kocha anawaharibia timu yao kutokana na mifumo yake. Sasa tukiangalia na Jangwani kule, kocha huyo amekuwa na wakati mgumu sana, na wamempa mechi kadhaa, na hizo mechi bado hajatoa taarifa rasmi. Lakini endapo kama Young African watatoa taarifa rasmi, basi Bone Media tutakuletea immediately, yani haraka iwezekanavyo, taarifa hizo kuhusiana na kocha huyo. Na nini mpaka Rais Engineer Hersi bado hajatoa tamko lolote kuhusiana na kocha huyo, na yuko mbioni kutoa tamko kuhusiana na kocha huyo. Je, Young African watasajili kocha mpya au watampa onyo gani? Yote tutakuletea hapa tu Bone Media. Lakini tunarudi kwa kushabiki, wewe unazungumziaje kiwango cha Young African jinsi wanavyocheza? Je, unazungumziaje kiwango cha kocha huyo wa Young African? Je, anastahili afukuzwe au anastahili apewe muda zaidi? Yote tukutane kwenye comment hapo. Lakini pia nikukumbushe tu, kama we ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga na familia hii na utaenjoy. Mimi ni Bone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.